sio vizuri kuona watu wanaongea mitaani swala la afya au swala la elimu. Fika hapa, usikilize maelekezo, uulize maswali, uweze kujibiwa. Ili tunapoondoka hapa tuwe tunakwenda pamoja bila kusengenyana huko mitaani. Ruaha oye! Basi niombe watu wawili. Naomba moja kwa upande wa Waislamu kwa ajili ya maombi, na pia niombe moja kwa upande wa Kristo kwa ajili ya maombi ili tuweze kufungua mkutano wetu tukiwa tumemtanguliza. Asante kwa kuwa nasi na kwa kuweza kutuwezesha kufika mara kama hapa. Baba, tunaomba uendelee kuongoza na kusimamia mkutano huu. Pia tunaomba ulinzi wako utawale katika viwanja hivi. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Waislamu, sheria sio inasemaje? Mama amejitokeza, naona kina baba wote mko kimya. Kwa hiyo nampa nafasi mama kwa niaba ya Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Basi tayari tumeshamshirikisha Mungu. Mkutano wetu sasa umekuwa ni halali kabisa. Niseme kwamba mkutano huu nimeufungua. Karibuni sana. Ni kuwasilisha mwenyekiti taarifa yake. Agenda inayofuata ya 4 ni kusoma muktasari wa mkutano uliopita. Agenda ya 5 natoka nayo. Ya 6 kusoma taarifa ambazo ni matumizi Julai hadi Machi. Agenda inayofuata ya 7 ni kujadili na kupitisha makisio ya bajeti ya mpango wa miradi ya maendeleo ya kijiji cha Ruaha. Agenda ya 7 ni taarifa ya kutambulisha mzabuni wa usafirishaji taka katika kijiji cha Ruaha. Agenda inayofuata ni ya wataalamu ngazi ya kijiji na kata. Na agenda inayofuata ni mengineyo na kufunga mkutano. Kwa hiyo agenda yetu iliyokuwa jirani hapa sasa hivi ni agenda ya kumkaribisha mwenyekiti ili aweze kutusomea taarifa yake ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuwasomea wananchi wa kijiji cha Ruaha robo ya 3. Karibu mwenyekiti. Naomba niwashirikishe kama ifuatavyo. Nimeanza kwa kusema halmashauri ya serikali ya kijiji cha Ruaha, taarifa ya mwenyekiti wa kijiji cha Ruaha kwenye mkutano mkuu wa kijiji tarehe 6 mwezi wa 5 tarehe 21 mwezi wa 5 2021 katika viwanja vya Manyasini. Utangulizi. Ndugu wananchi, ifuatayo ni taarifa ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ruaha kwa mkutano mkuu wa 3 wa maendeleo. Ndugu wananchi wenzangu wa kijiji cha Ruaha, kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012, kijiji hiki kina jumla ya wakazi 11,412 ambao kati yao wanaume ni 5,671 na wanawake ni 5,741. Kati yao nguvu kazi ya kijiji chetu ni watu 4,455 wakiwemo wanaume na wanawake. Tanzia. Ndugu wananchi, katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Machi, taifa letu limepatwa na msiba wa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, aliyefariki dunia tarehe 17 mwezi wa 3 2021 katika hospitali ya Nzena jijini Dar es Salaam kwa tatizo la moyo, na kuzikwa tarehe 26 mwezi wa 3 2021 nyumbani kwake Chato mkoani Geita. Uongozi wa serikali ya kijiji cha Ruaha unapenda kutoa pole kwa wananchi wote wa kijiji cha Ruaha. Pia tunapenda kuwashukuru kwa utulivu mkubwa mlioonyesha katika kipindi chote cha maombolezo ya msiba huo. Niwashukuru pia wananchi wote wa kijiji cha Ruaha mliojitokeza kwenye ibada maalum ya kumwombea hayati Magufuli pamoja na kuliombea taifa iliyofanyika hapa kwetu Ruaha kiwilaya mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 2021. Nitoe shukrani za dhati pia kwa namna ambavyo tumempokea na kumpa ushirikiano rais wetu mpya wa awamu ya 6, mama yetu mpendwa
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye aliapishwa tarehe 19 mwezi wa 3 2021 kuchukua nafasi ya hayati Magufuli. Niombe sana wananchi wote tuzidi kumwombea na kumpa kila aina ya ushirikiano katika kuletea maendeleo taifa letu la Tanzania. Aidha, ni jukumu la kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii na maarifa ili kuleta maendeleo yake binafsi ambayo ndiyo kuzaa maendeleo ya taifa. Sekta ya elimu. Katika sekta ya elimu, kijiji cha Ruaha kwa kushirikiana na viongozi wa kata ya Ruaha na vijiji vingine tumeshiriki kusimamia na kujenga vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari ya Kidodi na vitatu katika shule ya sekondari ya Liahila. Kazi hii ilifanyika kwa wananchi kushiriki kwa kutoa michango yao kupitia wenye viti wa vitongoji katika vijiji vyote vya kata ya Ruaha. Kijiji cha Ruaha kila vitongoji 6. Maendeleo ya shule ya msingi, walimu kushirikiana na ofisi yangu tumefanikiwa kutoa adhabu kwa wanafunzi wa toro ili kupunguza utoro na kufanya watoto wengi waendelee na masomo yao kama ilivyopangwa. Sekta ya maji. Viongozi wa kijiji cha Ruaha, Mheshimiwa diwani na meneja wa maji Ruwasa kanda ya Ruaha walishirikiana kwenda kwenye chanzo cha maji cha mto Segereti kwa ajili ya kuangalia wingi wa maji ili kuona kama kutakuwa na maji ya kutosha. Baada ya zoezi hili ionekana kwamba maji hayo kijiji kwa kushirikiana na uongozi wa kata pamoja na kampuni ya sukari Kilombero unakusudia kutengeneza barabara inayotoka Manyasini mpaka kijiji cha Sibalambende. Hatua iliyofikia tumeandika barua TANESCO makao makuu ili waweze kusogeza nguzo ndogo za umeme zilizo karibu na barabara kuanzia eneo la zahanati ya Ebeneza mpaka kwa mzee Makweta kule Msamvu. Barabara hii ikikamilika itafanya magari makubwa ya miwa kutoingia kwenye makazi ya watu, kwani sasa yatatumia barabara hiyo kwenda Sheli na Gereji na kurudi mashambani au kiwandani bila kupita barabara ambacho itajengwa ofisi ya serikali ya kijiji cha Ruaha. Kiwanja hicho kimenunuliwa kwa fedha ya mkopo. Hivyo kijiji kinadaiwa fedha hiyo. Ulinzi na usalama. Askari kutoka kituo cha polisi Luhembe kwa kushirikiana na polisi jamii pamoja na uongozi wa kijiji tumeweza kutatua changamoto za uhalifu iliyokuwa ikijitokeza mara kwa mara. Hii ni pamoja na kufanya vikao na waendesha bodaboda, wamiliki wa grosari na mabaa. Mafanikio. Kijiji cha Ruaha kimefanikiwa kupata leseni ya kuchimba madini ya mchanga kutoka kwa afisa madini wa mkoa. Tupo katika hatua za mwisho za kupeleka mpango wa matumizi wa utunzaji wa mazingira ili tuweze kuruhusiwa kuchimba mchanga. Mpango huu ukikamilika na kuanza kuchimba mchanga utaongeza mapato ya kijiji, wilaya na taifa kwa ujumla. Changamoto. Kijiji mpaka sasa kinakabiliwa na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa maji safi na salama kwa matumizi ya binadamu. Changamoto ya pili ni ukosefu wa vyanzo vya mapato vya uhakika. Na changamoto ya tatu ni ushiriki mdogo wa jamii katika michango ya maendeleo. Hitimisho. Napenda kuchukua fursa kutoa wito kwa viongozi wa ngazi zote kwenye kijiji cha Ruaha kushirikiana kwa karibu na wananchi katika kutatua kero zinazowakabili. Aidha, na wananchi pia tushirikiane na viongozi wetu wote panapotokea tatizo lolote
tutoe taarifa ili tutatue au tutafute ufumbuzi wa haraka. Asante kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Ruaha. Imeandaliwa na Modestus Chifungamanya, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ruaha. Basi katika taarifa yangu kuna maeneo mbalimbali ambayo nimeyagusa ambayo yanahusu wataalamu, na wataalamu hao ninao hapa. Kwa hiyo nitamuinua mmoja mmoja kuongea machache ambayo yanahusu hiyo taarifa niliyoitoa, lakini kama kuna ushauri, mtu yote anaruhusiwa kutoa ushauri, ili mradi tu awe ni mwananchi wa kijiji cha Ruaha. Kwa hiyo basi, kwa kuwa nimezungumza sekta ya kwanza ilikuwa ni sekta ya elimu, na nimesoma taarifa ya elimu, nimsimamishe mwalimu mmoja wa shule ya msingi kwa niaba ya wenzake aweze kusema machache. Wakuu wa shule za msingi, ninakuomba usimame hapa mbele useme chochote na hadhara hii waweze kusikiliza. Kwanza nashukuru sana kwa uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na mwenyekiti wake katika changamoto ya watoro. Mwenyekiti pamoja na uongozi wake wanasimamia kikamilifu swala la utoro. Mwenyekiti anadiriki kutembea kwenye mamisingi huko, anatuletea watoto. Lakini tatizo kubwa la utoro ni hali ya njaa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umesababisha Wakristo na Waislamu wote wamefunga. Katika tathmini yetu mwezi huu tumefelisha sana watoto katika mitihani tunayofanya kila mwezi, grafu imeshuka. Kitaalamu, njaa ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo naomba wazazi ushirikiano mkubwa. Mwezi mtukufu umepita, Wakristo tuungane, tulikuwa tunawasapoti wenzetu, wazazi turudi katika system yetu ya watoto kupata chakula cha mchana. Naomba hilo tulipokee kwa pamoja kwamba chakula sio ombi, ni sera. Na katika sera kitaalamu, natumaini kama kuna mtaalamu wa afya pia ataongeza. Mtoto anatoka nyumbani kuanzia saa 12. Kuna kamtindo tumekaanzisha, tunawapa watoto 200. Njia nzima kuanzia anatoka huku Manyasini, njia nzima ni kununua muhogo, kachori, kabakaba. Anapofika Aliaila 200 imekwisha. Mwalimu anaanza kumwaga sera zake kuanzia asubuhi mpaka saa 9:30 mchana, mtoto hana kitu chochote tumboni. Kwa hiyo naomba utaratibu wetu, utamaduni wetu wa chakula cha mchana uweze kuendelea pale. Nikisema hayo nasema asante. Makamu kwa kituo aweze kuongea machache kuhusu ulinzi na usalama. Karibu sana. Mkaguzi wa Jeshi la Polisi Amoni, ni msaidizi wa mkuu wa kituo cha polisi Ruembe, lakini pia ni mkaguzi tarafa, kwa maana nasimamia askari wa polisi kata waliopangwa kwenye kata zote za wilaya ya polisi Ruembe. Wamekuwa ni sehemu kubwa ya utulivu, kwa maana amani ya Ruaha. Kwa sisi polisi, kituo chetu huwa tunashirikiana nao vizuri, wanatoa taarifa, saa nyingine wanafikia hadi kukamata wahalifu kutuletea kituoni. Kwa hiyo napenda kuwapongeza, waendelee kuwa na moyo huo ili tuweze kuifanya Ruaha iwe vitongoji bado hawana vijana wa kulinda, na sio vijana tu, watu wazima. Hebu tuwe na utaratibu wa kujiwekea, kwa maana tujilinde wenyewe kabla sisi hatujatokea. Maeneo mengi iko hivyo. Lazima tu tudeclare kwamba sisi polisi ni wachache kulingana na maeneo tunayohudumia. Kwa hatuna wajibu katika vitongoji, vijiji kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi kama kulikuwa hakuna, na kama vipo itakuwa vinalegalega, basi tuuishe, kwa maana tuimarishe, tuvipitie upya, tuende kusimama imara, tuweze kutokomeza uhalifu. Swala la pili ni utoaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu. Sisi ndo tuko kwenye maeneo tunayoishi, tunajua uhalifu na tunajua pia wahalifu. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba
wananchi wote pamoja na viongozi wa kijiji cha Ruaha mtusaidie kutoa taarifa endapo kuna uhalifu wa aina yoyote unaotokea. Toa taarifa kwa jeshi la polisi au kwa viongozi wa kijiji ili tuweze kutoa huduma mapema. Lakini pia huko vijijini kwetu tunakokaa tunawajua watu ambao wanafanya uhalifu. Hebu sasa tujifiche, tutoe taarifa zitupigie, tuendelee kutokomeza uhalifu. Swala la tatu niongeze ni kwa viongozi wa kijiji cha Ruaha, kwa maana mwenyekiti, mtendaji, lakini pia wenyekiti wa vitongoji. Hebu tusimamie sana daftari la wageni. Sijui kama mnalo. Kama hamna, tuanzishe daftari la wageni. Ina maana kwamba kila kitongoji, kiongozi wa kitongoji anatakiwa ajue au na daftari. Mimi na wananchi kadhaa, kama ni 50, umeorozesha wananchi wako 50. Anayeingia kwenye kitongoji chako, unatakiwa ujue kwamba leo kwenye nyumba ya fulani ameingia mgeni. Huyo mgeni ameingia kwenye nyumba hiyo, anakuja anatafuta nini? Kwa maana nia aidha amekuja kusalimia au amekuja kutafuta kazi, utajua. Kwa maana utajua kuna mgeni anatafuta nini na atakaa kwa muda gani. Itatusaidia kutambua watu ambao ni wema na watu ambao ni wazuri. Pia inasaidia kuzuia uhalifu, kwa maana mtakuwa mnajua hizi tabia zikuwepo. Mbona amekuja fulani, tabia zimeanza. Mnachunguza likitoka wapi. Huko alikotoka huenda ndo tabia ilizokuwa nazo, kakimbilia kaja kuweka kirusi Ruaha. Hebu mabalozi na mwenyekiti mtendaji tusimamie hilo daftari, litatusaidia. Na swala langu la mwisho, jamani, tuangalie sana watoto. Rekodi inaonyesha watoto hawatunzwi Ruaha. Watoto imekuwa changamoto. Najua hali ni ngumu, lakini hizi utafutaji usitufanye tukasahau watoto. Watoto hawaendi shule kwa sababu wazazi hatuangalii watoto. Mtoto wa umri wa miaka 8, 9, 10 anarudi saa 8 usiku, saa nyingine arudi, wazazi hatufuatilii. Lakini jua kwamba hawa watoto ni hazina ya baadaye na ni mlinzi wako wa baadaye wewe kama mzazi. Hebu tujitoe. Yaani kwa mara ya kwanza na katika vituo nilivyopita nashangaa Ruaha na tukio mwanafunzi. Mama anakuja na mtoto wa miaka 3. Ananiambia afande, huyu mtoto mimi amenishinda. Naomba uniadhibie. Eti ni sahihi? Eti ni sahihi kweli mimi kufanya kazi ya kumchapa mtoto? Wewe mama yake upo, baba yupo. Mama analalamika vizuri, mtoto amenishinda, lakini mtoto mdogo kabisa miaka 3 mpaka 8, 9. Hebu tutoe adhabu kwa watoto wakifanya makosa mapema kabla hajawa sugu. Samaki, wanasema samaki mkunje akiwa ukishamchelewa anakatika. Labda tu niishie hapo, labda kama kuna changamoto, kero ya aina yoyote kwenye sekta yetu ya ulinzi, hebu naomba tuwe wazi. Tazijibu zingine tazichukua. Wananchi tujitokeze, muulize maswali, mtoe kero, ili na mimi nijipime kama kweli nafanya kazi au la. Kwa sababu mkiongea kitu na maana mimi naweza kujipima kwamba niko kwenye position gani. Asante sana Mheshimiwa, na kuomba fanya patrol kwa wale watu wanaolinda kuanzia tarehe 28 ikifikia kulipa hela ndio wanalinda, lakini siku zingine hawalindi. Naomba fanya patrol. Mimi niko njiani pale na kilabu na naona mengi yanayotokea, na walinzi hao wako humo wakaba watu. Sawa kabisa, umeliona hiyo. Mimi naongea, ila wakinipiga nitakuja leo kwako na nitapiga kweli. Naomba samani, mnisamehe. Unajua mtu sangine akifanya kazi sana anazoea. Sawa, vimeshazoea sasa, vinaanza kutuzuru. Maana kuuisha ina maana ni kuimarisha, kwa maana tuvipitie upya
Sawa, yule anayetufaa tuendelee naye, ambaye hatufai atupishe aendelee kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo nikutake tu mwenyekiti na mtendaji, fuatilia hilo. Tuangalie, tufanye vetting tena. Tuangalie wale walikuwa wanatusaidia kulinda tabia zao. Kiwezekana mnaweza mkanishirikisha hata mimi. Fanye vetting, tuwapunguze, tuweke watu wengine na tuje tena. Ni mkazi wa hapa Ruaha Manyasini. Nimekuja hapa kwa ajili ya kipengele cha ulinzi na usalama. Kwanza napongeza polisi wa Luembe ambapo ni pale K2 wanafanya kazi vizuri sana na wanashirikiana na wananchi vizuri. Hilo natoa ushahidi sababu nimeshuhudia mwenyewe na limenikuta. Lakini lengo la kuja hapa ni kwa sababu ya changamoto za mahakama. Mahakama, changamoto kwa mzee wa baraza anayeitwa Amiri Mayandika. Kanifanyia mambo ambayo kama mwananchi, kama mwanamke, ya kuninyanyasa. Mimi nilitegemea kama kiongozi amechaguliwa na serikali yetu tukufu ya kuweza kusaidia wanawake mahakamani, lakini badala yake ameleta changamoto kwangu na kuninyanyasa na kuuza kiwanja changu kilichopo Kifinga kishirikiana na mzazi mwenzangu bila mimi kujua, na alinificha. Na alivyoambiwa kama hiki kiwanja kina mgogoro, akasema mimi nimetumwa na mahakama. Nikatoka nikaenda mahakama ya mwanzo, nikaenda kutoa taarifa kwamba mahakama ya mwanzo nimekuja kuuliza Amiri Mayandika kama mzee wa baraza hapa mmemtuma akauze kiwanja chetu. Akasema yeye hahusiki na hilo kwa sababu mahakama ina sheria zake. Kwa hiyo mimi kama mwanamke naiomba serikali yetu tukufu na kuishauri viongozi ambao wanaaminika na serikali na wanahudumia jamii waende pale waadilifu ili waweze kutetea haki za wanawake. Sisi ndio tunaosumbuliwa sana katika maisha ya kila siku. Asanteni sana. Majandila anakaa Kifinga. Niseme tu kwamba leo tumelipokea na mtendaji wa kata yuko hapa, maana hiyo liko ngazi ya kata. Naomba mtendaji wa kata ulipokee na ulifanyie kazi. Na kusa ardhi, kuna mabaraza ya ardhi ya kijiji, lakini pia kuna mabaraza ya ardhi ya kata hadi wilaya. Kwa hiyo mwananchi wako ni vizuri akafuata taratibu, kanuni na sheria. Lakini pia kuhusu mama ile balozi kasema hawa katika nao lile ndio hawa ambao pia wanashiriki kufanya vitendo vya viovu. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kilosa inayoongozwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya imeteua mafunzo ya jeshi la akiba katika wilaya ya Kilosa yafanyike kata ya Ruaha mwaka huu. Kwa hiyo vijiji gani katika vihusike kuanzia sasa? Mheshimiwa mwenyekiti, kijiji cha Nyambisi, Simalambende, Ruaha, kuanzia Jumatatu vijana wote wenye uwezo, afya njema, wanatakiwa wajiandikishe jeshi la akiba. Watakuja wakufunzi kutoka wilayani kukaa hapa kata Ruaha kwa sababu ya kuwafundisha vijana wetu mbinu za ulinzi, mbinu za medani, pia na kujifunza sheria. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mtoe ruhusa hiyo, ofisi zote 3 ziko wazi, vijana wapokelewe. Wanachujaje? Kamati, mwenyekiti wa vijiji au wewe mwenyekiti wa kijiji ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Wajumbe wako wenye viti wa vitongoji. Basi majina atakapoletwa na wenye viti vitongoji, majina hayo yachuje. Wengine wanaingia kwa ajili ya kujifunza silaha ili wakafanye mambo mabaya. Kwa hiyo yule mwana ana tabia mbaya, basi hata kama kajiandikisha kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji itachuja. Baada ya hapo kamati ya ulinzi na usalama ya kata itakaa kupata majina yote ya kata nzima kwa sababu ya kuchuja kwa pamoja, ili majina hayo muhtasari wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata ambayo mwenyekiti ni mtendaji wa kata, katibu ni polisi kata husika kwenye kata ya Ruaha. Muhtasari huo unaenda kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Tayari serikali kuleta wakufunzi hapa, pia kuleta na silaha kwa ajili ya kujifunza ulinzi
kwa ajili ya wananchi wetu. Sasa kijiji kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wameweza kupata kiwanja ambacho kitajengwa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya serikali ya kijiji. Kiwanja hiki kimenunuliwa kwa bei gharama shilingi milioni 4, lakini fedha hizo ni mkopo. Kwa hiyo huu ni ujumbe mmefikishiwa rasmi, tujue tutafanya nini ili tuweze kupata hizo fedha, tuweze kumlipa yule tuamini. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi hapa kama wananchi tujadili tutapataje hicho kiasi cha shilingi milioni 4 tuweze kulipa kule tupopata fedha tukalipa kwenye kiwanja. Kila mtu manake afanyaje, tuchangie kiasi gani tuweze kuhakikisha deni hilo tulimaliza. Tunaambiwa kwamba kijiji cha Ruaha tumenunua kiwanja, na kiwanja hiko tumenunua kwa pesa taslimu milioni 3 na 3 hiyo ya mkopo. Sisi wengine nini? Sisi ni wadogo. Inawezekana sisi ni wadogo, lakini tukawa tuna uelevu kidogo. Mimi katika pita yangu tangia nianza kusikia sekeseke kwamba eneo hili la kijiji, eneo hili sio la kijiji. Mimi na kumbukumbu kuna eneo lipo pale Malamu pale. Lile eneo walisema la Mwarabu, lakini sisi tukatumia mbinu mbadala, tukaenda tukajenga tenki. Mwarabu hajatokea. Kwa sababu huwezi kujenga kitu kama eneo sio lako. Tumejenga tenki la serikali ya kijiji pale la kutulisha manyasini na kijiji cha Ruaha kwa ujumla. Hajatokea Mwarabu pale. Na lile eneo limeonyesha kabisa kwa eneo la kijiji cha Ruaha. Tunaendaje kununua eneo lingine wakati eneo letu tunatoa ushauri. Ofisi ya kijiji kajengwe pale juu. Sisi kama wananchi, huyo Mwarabu aje hapa. Kama amenunua kwa shilingi ngapi tumrudishie hela yake. Tuna uwezo kuchangia kama tunaweza kuchangia shule ile, hatuwezi kuchangia eneo letu lile pale. Ofisi haiwezi kujengwa kichochoroni pale. Ofisi inatakiwa ikae barabarani, viongozi wote wapita pale. Kwa mkoa apita pale, kwa wilaya apita pale. Ofisi inakaa pale. Ile eneo amesema lina mgogoro, analitambua toka hajazaliwa mpaka amefikia umri huo. Fedha serikali uwezi ukaenda kupeleka sehemu yenye mgogoro. Sehemu hiyo yenye mgogoro wakajitokeza baadhi ya watu, wakafika ofisini kwangu, tumekaa lile jambo mpaka sasa hivi lipo kwa wataalamu wa ardhi Kilosa. Kwa hiyo hatuwezi tukakaa tunasubiri pale. Walikuwepo watu nyuma. Mimi naingia hapa ile sehemu naijua, ina maelekezo hayo, ina mgogoro. Leo hii tukabaki tunasubiri mpaka pakamilike ndio tuweze kujenga. Hizo ni ndoto ambazo mtu anaota kwa yuko macho. Kwa hiyo mimi nichukua na shauri kwa sababu tunaenda na wakati, ile eneo lipo, watu washa propose, kama patajulikana pale patafanyia shughuli nyingine yote pakishapatikana. Lakini sasa tuende lazima mtazamo hai, lazima tuangalie mbele, unasubiri mpaka pakamilike ndio uanze kujenga. Lini? Tunapanga tu kwenye frame hizi kana za biashara hapa. Lazima tuende na wakati. Ruaha ni mji mdogo, sio kijiji hiki mnavyofikiria nyinyi. Sasa lazima uangalie, wanakaa watu, wanafanya proposals za maendeleo. Tutabaki hivi tunabishana mwanzo mpaka mwisho. Ile eneo kama litabakia tafanya shughuli zingine. Lakini naomba kwamba hilo lilopatikana hapo, watu wamekaa wamefikiri, wajumbe na viongozi, kwa sababu ya kukataa shari. Pale sasa miaka 3 kwa sababu ni kesi. Uwezi ukajenga. Tutakaa miaka 3 usubiri kesi mpaka ishe. Mimi na washauri nikiwa mtaalamu wenu, lazima tubadilike twende na wakati. Kiwanja hicho watu wamekaa, wamefanya utaratibu na mwenyekiti ametoa katika maelekezo yake. Tumeshafanya utaratibu, tumepata ramani ambayo itakuweza tujenge pale. Kwa hiyo baada ya hayo mengine yatafuata kufanya shughuli zingine. Mimi na washauri ni vema tukafanya utaratibu ili kichetu kiende mbele kuliko kubakia tunaendelea kushawishiana au kushabikiana kitu ambacho kama kitawezekana, lakini kwamba hii kimeanza hakina ofisi. Kijiji kimeanzia kwa nyumba ya mzee Mariseli ndio ofisi ilipoanzia. Tumehama wewe mpaka kwa mzee Aubi, sasa tuko Balagasi. Kodi kwa mwezi shilingi 50,000, mara mwaka shilingi 600,000 tunampa mtu kwa ajili ya ofisi ya kijiji kutunza makaratasi. Kwa nini usijenge ofisi ya moja kwa moja ambayo utakuwa una gharama nayo tena? Naomba tusikatishane tamaa. Maendeleo yanakuja kwa shida, lakini tuvumiliane tupate maendeleo. Sisi tumekuja hapa kuleta maendeleo, sio kuja kuleta malumbano. Tushirikiane tupate maendeleo. Taarifa zake zipo kwenye kata na sasa hivi ziko wilayani. Wananchi wa kijiji cha Ngadu kupitia wawakilishi wao na mwenyekiti wa kitongoji wanafahamu. Tulikuwa tumekaa pale ofisini kwangu tukajadiliana na diwani akiwepo, nimemkabidhi majukumu haya diwani kwa pamoja kwamba atakwenda wilayani, kwenda ardhi kufuatilia na kwenda kwa mwanasheria ili kujua kwamba kiwanja kile ni halali kumiliki bwana Faridi au ni cha wananchi. Kwa hiyo majibu haya atayatoa diwani mwenyewe, sio mimi, kwa sababu jambo hili liko ngazi ya kata, sio ngazi ya kijiji. Ruaha oye!
Kwa naomba swala la uwanja wa Malamu tusilizungumzie, tuzungumzie swala la maendeleo ya kijiji cha Ruaha kupata ofisi ya kijiji. Na niwaambie ile ofisi ya kata imepigwa alama X, barabara inapita pale. Kwa hiyo barabara ikitengenezwa pale hakuna ofisi. Huku nyuma naona mnasemaje huyu Moko? Tunaomba tuende shilingi 1000 tuweze kulipa gharama ya kiwanja hicho. Kwa matumizi unakunywa soda 2 na inakuwa imeisha. Lakini 1000 hiyo itajenga jengo kubwa, ikiwezekana ghorofa ya chini na ghorofa nyingine juu, mkawa na jengo lenye ghorofa. Ruaha ni mji mdogo. Ruaha mko kisiasa kuliko utendaji. Ifike pahala mbadilike. Msibaki na usiasa. Mnatakiwa sasa ifikie pahala Ruaha iwe Ruaha mpya na ipige hatua. Haiwezekani katika wilaya ya Kilosa, eneo ambalo lina kipato kikubwa, eneo ambalo lina wananchi wengi, rasilimali watu wengi ni Ruaha. Lakini katika eneo ambalo lina kodi nyumba za kupanga ni Ruaha. Lakini kuna eneo ambalo halina kiwanda na wana ofisi za kijiji nzuri, ofisi za kata nzuri, lakini Ruaha bado mkiinuliwa maendeleo nyinyi mnaleta siasa na mnakuwa mnachangilia ili muende kubaki. Ni washauri ndugu zangu wananchi, sisi watumishi tunapoongea hapa, tunaongea leo tupo, kesho hatupo, kwa faida yenu. Tuchangie 1000 hiyo, alafu tukubali hilo lipite, tuende na agenda nyingine. Bado kuna agenda nyingine mbele zinatuhitaji ndugu zangu wananchi, ili tuzimalize, na zote mtaka msijadili nyie. Mungu awabariki sana. Na najua watu wa mko vizuri, na hili hapa mmeshaliona, na ofisi ya kata tahamia hapa, na nyinyi Ruaha ndio makao makuu ya kata, mlielewe hilo. Mungu awabariki sana. Asante.